Rafiki yangu, nipende kukaribisha katika kipindi kizuri cha kujifunza maandiko matakatifu. Leo ningependa tujifunze katika kitabu cha Yoeli 2 aya ya kwanza, ambayo inasema, pigeni tarumbeta katika Sayuni, pigeni na kelele katika mlima wangu mtakatifu. Wenyeji wote wa nchi na watetemeke, kwa maana siku ya Bwana inakuja, kwa sababu inakaribia. Ni wakati wa kutetemeka, ni wakati wa kuangalia maisha yako kila siku, kwa maana siku ya Bwana inakaribia na yenyewe iko karibu. Hukumu ya Mungu iko karibu kuujilia ulimwengu. Si wakati wa kulala, si wakati wa kukaa katika amani na kujifikiria kwamba maisha ulio nayo ni sahihi na ya kwamba hauhitaji badiliko lolote la kimaisha. Ni wakati wa kujitafakari kila siku maisha yako. Je, yanampendeza Mungu? Kwa maana siku ya Bwana inakaribia. Mlango wa rehema unakaribia kufungwa. Lakini ningependa pia tuangalie katika kitabu cha Manabii na Wafalme sehemu ya kwanza, ukurasa wa 158. Inasema, karibu wakati unakuja itakapotokea huzuni ya kutisha ulimwenguni ambayo haina kifani. Roho wa Mungu anaendelea kuondoka taratibu. Ajali baharini na nchi ufuatana kwa mfululizo. Sikia nikwambie rafiki yangu, tunafahamu wote kazi ya Roho Mtakatifu ni kutushawishi kumrejea Mungu. Lakini leo tunapewa ujumbe ya kwamba Roho wa Mungu anazidi kuondolewa ulimwenguni taratibu, lakini ni kwa uhakika. Rafiki yangu, ni wakati wa kumshikilia Roho wa Mungu. Unaposikia maonyo kama haya, ni wakati wa kuyasikiliza na kuto kuyapuuzia, kwa maana ni Roho wa Mungu anayekuwa anazungumza nasi. Na ukiona ya kwamba unasikia jumbe zenye nguvu, jumbe za wakati wa mwisho na unapuuzia, kumbuka ya kwamba Roho wa Mungu atakuwa akiondolewa taratibu katika ulimwengu huu. Ajali baharini na nchi ufuatana kwa mfululizo. Mara ngapi tunasikia habari za matetemeko ya nchi, tufani na ajali nyingi. Ajali hizi ni matokeo ya ulegevu wa hali ya asili ambayo huandaa maangamizi yajayo. Mtu hawezi kuzuia, lakini ndani yake mtu aweza kusoma makusudi ya Mungu. Ni wajumbe wa Mungu. Rafiki yangu, sina haja ya kukwambia habari ya ajali zinazotokea baharini. Sina haja ya kukwambia habari zinazotokea katika barabara zetu. Habari zenyewe, taarifa za habari zinaendelea kutujuza mambo ambayo yanazidi kutokea. Ndugu zetu wanazidi kutoweka. Habari hiyo ni wakati ambao unatuambia kwamba wakati umekwisha na Roho wa Mungu anazidi kuondolewa taratibu. Lakini pia mambo hayo yanatufundisha nini? Ni wajumbe wa Mungu wa kutuambia kwamba wakati umekwisha, ni wakati wa hukumu ya Mungu unakaribia. Ni kipindi cha rehema ambacho tunaishi sasa hivi. Rafiki yangu, nikwambia kwamba yakabidhi maisha yako kwa Yesu, ndio usalama pekee katika kipindi cha mwisho. Ajali zinazotokea, inawezekana kwamba siku moja zitakukumba wewe, lakini utakuwa upande gani? Ni wakati wa kuyakabidhi maisha yako kwa Yesu. Mungu akubariki unapotafakari ujumbe huu mzuri unaotoka kwa Mungu.